baada ya safari yetu ndefu kutoka Singida mjini, sasa tumeingia kwenye kijiji cha Matumbo. Hapa ndiko nyumbani kwa yule mama jemadari mpiganaji mkuu Liti Kindanka, ambaye alitesa sana Wajerumani. Sio kuwatesa, lakini alipambana nao kweli kweli, sababu wao ndio walikuwa wanatutesa sisi. Alikuwa anarusha nyuki na tutapata historia ndefu sana hapa. Huwa tunasema lakini siku zote kwa briefly kwamba tunaenda sasa nyumbani waona wana familia, sababu tunajua walimuua Wajerumani, wakakata kichwa wakakipeleka Ujerumani. Ndio tuko kwenye harakati pia za kudai fidia na repair, na warudishe kichwa tukizike kwa heshima kubwa. Kwa hivyo tunatembea sasa, tembea na mimi tufike kwa wenyeji hapa ili tupate ukweli wote. Labda sasa mzee, naam, huyo anaitwa Sheikh Yusuf Hamis. Ukoo wa Liti. Ukoo wa Liti. Liti ndio bibi yake. Kama si yeye. Huyo hapa anaitwa Hamis Yusuf. Ndio. Ni kijana wake huyo. Kwa hiyo ni kitukuu cha Liti. Liti. Vizuri sana. Huyu hapa anaomba ajitambulishe. Heshima yake. Naitwa Halifani Almas. Unaitwa? Halifani Almas. Na wewe ni katika ukoo? Ndio mwenyewe. Okay. Kwa hiyo utavuna kutoka kwa baadaye tutakabidhiwa, mtakutana na hao wawili. Tunaenda kukaa sehemu. Nimewatambulisha ili mfahamiane. Kwenda kukaa mnajua mko na kina nani. Huyu hapa anaitwa Sheikh Asman Labia. Mimi ni Asman Labia, huyu ni babu yangu. Okay. Tumefurahi sana kufika hapa. Hapa kuna historia kubwa. Tunataka kumsikia hata Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli amesema lazima historia ya Tanzania iandikwe upya. Sababu inayosomwa shuleni mpaka degree ni ile aliandika mzungu. Kwa hiyo hawezi kuandika mazuri kuhusu Liti, ukuu wake. Tunasikia kwa kudodosa. Sasa tunafike wenyewe hapa. Tunaomba tukae hapo kwenye Nimefurahi sana kufika hapa. Kwa hiyo hapa ni nyumbani kwa nani? Hapa nyumbani kwa vijana. Nimepona hii boma kwa vijana wangu. Yule aliyotambulizwa yule ambaye ameenda hivi. Sawa. Mimi ni Mlangira. Mlangira ni neno la Kihaya ambalo maana yake ni mwana wa ufalme au Prince Katega wa pili. Ni mwanaharakati wa ukombozi wa Afrika. Na ni mwanaharakati pia wa ukuu wa Mwafrika. Ingereza wanasema Pan-Africa. Kwa hiyo mimi na watu wangu hawa wenzangu huyu anaitwa Mumbe, yeye ni mwenyeji wa hapa Singida. Na yule mwingine Dule anakuja. Kwa hiyo tuko kwenye harakati hizi muda mrefu pamoja. Kwa hiyo tunayazungumza haya, mimi habari za Liti nimesikia siku nyingi. Lakini tukasema kusikia tu kwenye mtandao haitoshi. Hiyo sio utafiti. Tunataka ni mtu ufike. Kwa siku zote sasa imewezekana, leo tumefika. Nataka mimi tunajua juu. Lakini sasa nataka utuambie kwanza Liti alikuwa anaishi wapi? Mimi namuita jemadari Liti Kindanka. Alikuwa anaishi wapi? Maeneo yapi? Alikuwa anaishi Mikuyu. Mikuyu? Ni umbali gani kutoka hapa? Umbali kama kilomita moja. 3. Kama 3. Sawa. Sasa hapa ikawaje sasa mko huko? Huko tulihamia wakati wa enzi ya kijiji. Tunavyosikia ni kwamba alikuwa na nguvu za asili. Nguvu ambazo mimi ninavyojua ni nguvu zinatolewa na Mungu katika viumbe wake, kama ambavyo wako kwenye miti, kuna kwenye wanyama. Unakuta simba sio mkubwa sana lakini ana nguvu.
ni Mungu anaiweka ndani yake. Kwa hiyo hata kwa watu anaweka nguvu, au nguvu za kinabii au za kitume. Yes. Ndio. Kwa hivyo tumesikia kwamba alikuwa nabii. Sasa alizirithi kwa baba yake, mama yake, au ilianza na yeye? Uwezo, nguvu aliyofanya hiyo mpaka anaweza kusikia anarusha nyuki kwa Wajerumani, mpaka wanafika kumuua kwa kumuogopa sana, akanatetea nchi isichukuliwe na Mjerumani, Singida hii. Naomba mjijibu tu hapo, yani hizo ilianzia kwake? Kwake mwenyewe. Na ilianza akiwa na umri gani kuonekana na nguvu za ajabu? Akiwa mtu mzima. Kwa hiyo kwenye ujana wake haikuonekana chochote cha hivyo. Ilionekana tu mtu mzima. Okay. Ni mambo gani mengine kabla hatujafika kwa Mjerumani? Alikuwa anafanya vitu gani ambavyo vikaonyesha huyu ni mtu wa tofauti? Mambo mengine ule ni kama kwa sasa hivi tunaweza tukasema kwamba ilikuwa ni tiba asili. Alikuwa ni tiba ya asili. Okay. Alitibu magonjwa gani? Magonjwa hasa sijui Kiswahili kizuri sana lakini sema kwa Kinyaturu au watatutafsiri. Sisi kwa upande wa Kinyaturu kunaweza kutokea wakati fulani mama au binti anachelewa kupata mimba na mambo kama hayo. Ndio. Yeye alikuwa anasaidia sana matatizo kama hayo. Alafu unaweza kupata kwa mfano kama mvulana anakuwa na tuseme kwamba sijui labda ni kwa imani ya Kinyaturu tu. Anachelewa kuoa. Sasa kuna kitu fulani yeye anafanya. Yule bwana achukue muda anafanikiwa mambo yake. Safi sana. Alikuwa anatibu maradhi ya uzazi manake pamoja na kuwapa watu nyota au kuwapa watu baraka waweze kufanikiwa kwenye mambo yao. Mmoja wapo kila ni hilo la tupata mke. Ndio. Kama mwanamke pengine akikuwa kwa sauti wakizaa watoto wanakufa. Wao wanasema Kinyaturu kiwaki. Yaani ana ugonjwa ndani. Sasa yeye alikuwa anasafisha hayo mambo mtu mili inasimama, vijana wanasimama. Sawa. Ndio maana hawafi tena. Anatoa lile balaa ndani ya kwao familia. Safi sana. Na alikuwa na mume? Alikuwa na mume. Okay. Yeye alikuwa hashughuliki na hizo tiba? Hapana, yeye alikuwa hashughuliki na hizo tiba. Sawa. Kuna watu walikuwa wanatoka mbali kuja kumfuata au ni watu wa hapa tu? Hapana. Yaani sifa zake zilijulikana mbali? Sifa zake za tiba. Sifa zake zilikuja kujulikana wakati wa Mjerumani. Sawa. Kwa kipindi cha kwanza hazikujulikana mbali. Yaani ina maana zile zilikuwa za kawaida tu kwamba anashirikiana na jamii kutatua matatizo yake. Jamii iliyopo karibu lakini sio vitu ambavyo vilijulikana sana nje ya mazingira ya jamii alionayo yeye. Kama alikuwa na huo utaalamu kwa vyovyote atakuwa alikuwa anajulikana mbali, lakini ile sifa ya kupigana na nyuki ndio ikamwongezea kwa sababu ile ni silaha ilikuja kujitokeza baadaye baada ya kwanza kukabiliana na adui. Sasa hii swala la nyuki alikuwa ameshawahi kulitumia kabla ya mambo ya Mjerumani? Hapana, kulitumia. Okay. Kwa hiyo ilitokaje sasa? Hebu tuambie, kuna mtu alimtuma bwana, tunataka uwafukuze hawa, walikuwa tena na chama chao hivi, wakakaa kamati au ilikuwaje? Hapana. Ilikuwa hivi. Ni yeye tu mwenyewe? Simulizi nililonalo kutoka kwa wazazi wangu ambao ndio watoto wake. Ni kwamba yeye alikuwa hata kabla ya kufanya jambo jingine lolote, kama kwa mfano kama jambo ambalo linaweza kufanyika kesho. Kwa hiyo alikuwa na utambuzi. Analiona kabisa leo. Alikuwa anajua, manake anapiga wanasema ramli ambayo ukitamka leo inaonekana kama ni mbaya, lakini ramli maana yake ni kwamba ni kama sasa hivi hospitali vipimo na nini mtu anaweza kupima au anavyotabiri tetemeko kwamba kutakuwa na tetemeko au kimbunga, hizo ndo ramli kwa Kiswahili. Ndo ramli kwa Kiswahili. Kwamba alikuwa anaweza akatabiri. Kwa hiyo sio kitu kibaya. Alikuwa ni mtabiri. Kwa hiyo ujio wa Ujerumani akauona. Aliuona. Akasemaje tupe hapo? Aliuona
mitatu kabla. Miezi mitatu kabla. Aha. Kwamba tunakuja kuvamiwa hapa. Kwa hiyo alimwambia mume wake kwamba usiondoke, tutashinda. Aha. Kwa hiyo watu wengine walikimbia hao? Watu wengine hawakukimbia, maana na yeye alikuwa msiri pia, hakuwapa watu wengine siri. Alimweleza tu mume wake. Sasa ghafla walipoonekana hawa nyuki, aliwarusha nyuki kwa namna yake ile walivyokuwa, kwa sababu baba zangu hawa ambao wamenieleza mimi, hata kile kipindi walikuwa nao bado ni wadogo mno. Hawa Wajerumani wakashambuliwa na nyuki. Mume wake na niti yeye mwenyewe, Nyalandu Mtinangi. Alimuua Mjerumani mmoja, alikuwa anaitwa Sausi. Kamuaje? Akamchoma mkuki. Pale nikusaidia. Ilikuwa ni hivi. Sababu na mimi ni mmoja wa hawa watu. Nimekulia hapo. Ni kwamba alipoona kwamba watakuja leo, akamwambia mzee Nyalandu, akamwambia usitoke. Nyalandu Mtinangi. Nyalandu Mtinangi. Sasa wanasema kwamba alikuwa na dawa nyekundu, akamwambia lete mshale. Baada ya kumpa mshale, akaiweka hii dawa. Basi akaja kumwambia kwamba baada ya kutupa mshale utatupia katika hili kundi. Rushia kwa hao katikati. Aliupaka dawa nyekundu. Nyuki vum, ndio tayari. Kwa hiyo nyuki walizuka baada ya kumshale. Ndio tayari kazi imeshaanza. Watu wakaanza kupigwa na mikuki kwa sababu wameshambuliwa na nini? Na vita vya nyuki. Wenyewe wamekaa na mzee. Ndio hilo. Kwa hiyo wakakimbia na baada ya Sausi kuuliwa siku hiyo ndio wakakimbia, wakaenda kukaa mwaka. Maana alipanga upya. Alipigana mara hizi. Ile mzungu aliuawa nani ulisema? Sausi. Mjerumani. Alikuwa ndo kiongozi au sijui upande wako, lakini sasa askari. Sawa. Wakajipanga mwaka mzima, wakaja tena mwaka mzima. Yaani walikuwa wanakuja nyakati hizo mwezi wa 11. Tulihoji wakasema kwamba ilikuwa ni mwezi wa 11. Wakarudi tena. Sasa waliporudi mara ya pili ndio akawa matabiri tena, akamwambia kwamba leo hatutashinda. Ndio mume wake. Leo tutashinda, kimbia na watoto. Mume wake naye akamwambia kwamba mimi siondoki, sikuachi, tutakufa wote. Na waliuliwa siku hii moja na mume wake, siku yani muda ule. Walipokuja Wajerumani, mambo yake aliyekuwa yafanyaga siku kama alivyofanya mara ya kwanza hakufanikiwa kufanya hivyo. Leo katoka nyumba ilikuwa ya Kinyaturu, lazima ikae kama ile kwenye migomba hivi kama ile hiyo. Kauka kigoda pale karibu na mlango, kawaambia ni wewe. Wakampiga risasi na mume wake akampiga risasi kwa lango wa boma, si labda ndio lango wa boma. Wakawaua wote kwa pamoja, wakachukua wasichana wawili Wajerumani hao, wakachukua wasichana wawili. Mtoto mmoja wa kiume Kidanka Nyalandu alitoroka akiwa na amejeruhiwa na risasi. Amepigwa risasi hapo. Babu wa kushoto, sijui kwa kushoto. Yani ni kijana wake. Yani kijana wake, na maana baada ya wao kuwa wameuawa, yule kijana wake katika purukushani za kujiokoa akawa amekimbia. Hao walipiga nyumba ya kienyeji, walitandika mateke, wakatokea kwenye kisisi. Baada ya kukimbia risasi. Mzee amelala hapo na mama amelala hapo. Wenyewe akawa ameshakimbia. Amekufa juzi, miaka ya juzi tu, miaka 80. Ndo huyu aliyejeruhiwa mzee Kidanka mwenyewe ambaye ndo alikuwa mtoto wa Leti. Kondo alijeruhiwa. Wakamwacha lakini akakimbia mbali, ilikuwa pori. Ulisema kawachukua wawili, hao wasichana wawili waliokuwa hao waliondoka nao. Wale walikuwa wamefichwa kwenye kilindo kimoja cha Kinyaturu, kwa kinawekwa ndani kule, kafunikwa. Walikuwa wamefunikwa kule. Sasa katika utaratibu, kwa sababu nyumba zilikuwa dhaifu, wakakagua, wakawakuta, wakaondoka nao.
hatujawaona mpaka sasa hivi. Lakini majina yao alikuwa anaitwa nani eti mzee? Gele. Yule alikuwa anaitwa Gele, alafu yule alikuwa anaitwa Sira. Gele na Sira. Watu wawili. Gele na Sira. Gele na Sira. Wasichana hao. Yaani baada ya kufanya hilo tukio wamemuua baba, wamemuua mama na yule kijana mmoja yeye akakimbia baada ya kujeruhiwa, lakini walipoingia ndani wakawakuta wale mabinti wawili wakaondoka nao. Na toka waondoke na hao mabinti, na maana wale mabinti hawakuwahi kuonekana mpaka leo na haijulikani walipo. Sawa. Haya, tunasikia habari ya kukatwa kichwa walipo kabla ya kuondoka na hawa mabinti. Ndio. Na baada ya kumpiga risasi akiwa amekaa pale yeye mwenyewe. Ndio. Hawakuondoka hivi yani walipoamua kuondoka na yani walipowatoa wale mabinti kule ndani wakakata kichwa chake kaondoka nacho. Pale waliacha kiwiliwili pekee. Waliondoka na kichwa hiki kimoja cha bibi mwenyewe. Hawaje kichukua cha mzee wake. Wameondoka na kichwa hiki kimoja. Yaani wameondoka na vitu hivyo kwa pamoja, vitu vitatu. Kichwa chake na wasichana wawili na kichwa chake. Na kichwa. Ndio wasichana wale hawajulikana tena sasa. Tulisikia habari ya kukaa kwenye juu ya mkuki. Hiyo ikoje? Sio Manahiri. Ni nani huyo? Manahiri. Kule Ilongero. Wale walikuwa mashujaa kadhaa, hata sehemu za Mgori huko pia kulikuwa anaitwa Nyamuhuna. Kwa hiyo kukalia kwenye juu ya mikuki, ncha ya mkuki walikuwa wengi. Walikuwa kina Suru walikuwepo. Na nadhani ulienzi hizo ilikuwa ni ujuzi wa kawaida tu kama sasa hivi mtu anavyoendesha pikipiki na tanki moja. Sawa. Na lakini kuna hadithi kwamba kuna mtu alimsaliti. Kuna mtu alimsaliti akawa amemchomesha kwa Wajerumani. Kwa hadithi ambazo tunazo ni kwamba waliwafundisha wale Wajerumani namna ya kutumia wale nyuki wake. Kwamba mkifanya hivi hata kuwa na uwezo. Hiyo imekaje? Leti yeye mwenyewe hakuwa peke yake. Alikuwa na mshirika. Ile mshirika wake alikuwa anaitwa Sie. Sie ni mke wake na Hango Linja na Nyalandu Mtinangi, watu ni ukoo wao. Ni ukoo moja. Manake kwa Kinyaturu tunasema kwamba alikuwa anaitana Sie na Letu wanaitana mke mwenzi. Sorry, ni mke mwenzi. Yaani wameolewa na ndugu wameolewa na ukoo moja. Wameolewa na ukoo mmoja. Waume zao ni ndugu. Kwa hivyo nakuwa tuna kina Mtinangi. Sasa alifanyaje huyo? Sasa siku ya yani vita ya pili, mwaka wa pili, waliti kupigwa Sie kwa utaratibu wa kawaida wa makabila, nafikiri ni yote, sisi kama nitakosea sana. Katika kujua kwamba nchi yetu itakaje, wao walikuwa na mchezo wa kuangalia na kuweka kinga. Sasa sisi walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanapiga mambo. Yaani zile kinga zao walizokuwa wameziweka. Sie baada ya kumaliza kuweka na mwenzake, Sie alikuja kurudi akaenda kuharibu, kuzingoa, akang'oa. Kwa hiyo tuseme akiwa tayari amefanya mpango na nani? Na wale watu na Wajerumani. Nisema hivi, yule Sie walikuwa ni mkewenzie kama jinsi mlivyosema. Walifanya kwamba kinga katika sehemu yao ya utawala. Sasa kwa hiyo wameelewana kwamba kinga hii itatusaidia. Hawatapita. Wakija hawa. Lakini yule mtu ambaye alikuwa fitina wake walifanya urafiki. Wakamwambia Sie huyu nenda kamuue ile nani. Ile mambo. Sasa ile mambo ndio kwa waliofanya kinga yao. Alipokwenda kumwangua basi huyu nani Leti akaona kuja kujaribu alafu kufanya kazi yake ya nyuki,
Wacha kaona haiwezekani. Kwa sababu si amenunua ile miti kwa ajili ya urafiki wa yule bwana ambaye anatuletea fitina sisi kwa upande wetu. Ndio kanunua. Hapo tumeelewa hapo. Kwa maana alivyosema Mumbe kwamba na sisi tulisikia kwamba kulikuwa na usaliti hapo. Kwa maana nyingine kwamba Liti au sie yule hakuonana na Wajerumani isipokuwa kulikwepo na mtu katikati hapo. Katikati. Ambao walikuwa rafiki na si. Anajulikana kwa jina. Kwa jina anajulikana. Jina naye Igwe. Msaliti. Mwanaume huyo. Alikuwa na mtemi Igwe Yunga. Alikuwa ni mtemi. Igwe Yunga. Au Yunga. Alikuwa na wadhifa gani? Mtemi wa Rwanda. Maana yake yeye kwa enzi hizo ukisema watemi manake walikuwa ni watu wanawatumikia wageni sasa. Ni madisisa. Walikuwa tayari wako ana wazungu wakati walikuwa wanatoka wapi hapa Kilimatinde wakija wanakuja pale kwa Igwe mpaka wafikie kwake njia ya uongozi. Sawa. Kwamba kwa hiyo mtu ambaye kwenye eneo langu kuna matatizo fulani, tatizo liko mahali. Ndio yeye. Na baadaye kumtumia sie kumchinjia. Ndio vitu ambavyo vinatokea mpaka leo. Kwamba anatokea kiongozi anakuwa na msimamo, anaitwa labda waziri au nani, anaenda kunani kule anapindua mambo. Nchi za Kiafrika kina nani au kina Sankara kina nani ndio wanafanyika baraka wako mpaka leo. Na ndicho ambacho kinatukwamisha Afrika mpaka leo. Kama kwa Patrice Lumumba alitumika na Mobutu. Alitumika Mobutu. Sasa mimi kuna kitu amegusia hapa kuhusiana na swala la watemi. Swala la watemi sidhani kama ni watu wanaopaswa kupewa heshima ambayo tunawapa sasa hivi. Kwa sababu kwa enzi hizo labda walikuwa na heshima yao kwenye jamii. Lakini kwa kawaida watemi ni watu ambao tayari walikuwa wanakula sahani moja na nani? Na walikuwa watumishi na wazungu. Nadhani itakuwa ni nzuri zaidi watemi wakifundishwa kama ndo walikuwa maadui wa jamii zetu za Kiafrika. Na mpaka leo ndo iko hivyo. Kwa sababu mtu anaye kula sahani moja na nani hawezi kumpa heshima kwamba hata yale maneno kitemi nini unajua hata mtu akisema huko kitemi na nini ni watu waliokuwa wanaonea sana. Yaani akiambiwa na Mjerumani tandika huyu risasi au nyonga huyu. Yeye alikuwa anakunyonga mara moja. Kwa hiyo swala la watemi nadhani liangaliwe. Yaani tusiwape heshima kama ambavyo tunawapa. Alidokeza ndugu Katega hapa. Ulidokeza kuhusiana na mashujaa. Tunaadhimisha mashujaa waliopigana vita ya pili ya dunia. Walikuwa wanawapigania wazungu pia wao. Wale waliokufa kwenye vita ya pili ya dunia. Wale walikufa kwa ushujaa wa kumpigania nani? Kumpigania adui yetu. Okay, pia katika hilo katika swala la watemi zamani kweli walikuwepo ambao walikuwa ni mashujaa na ambao walikuwa wanaipigania jamii. Lakini baada ya ujio wa Wajerumani wale watemi wengi waliuawa sana. Na baada ya kuuawa watemi ikabidi sasa Wajerumani waweke mapandikizi kwamba sasa ukiangalia miaka ya karibuni hawa watemi ambao wapo tunaweza tukasema ni watemi sio watemi ambao walikuwa hapo kwa ajili ya faida ya kuwatumikia jamii iliyopo. Walikuwa ni watemi walipandikizwa na Wajerumani kwa ajili ya kuikandamiza jamii yao sasa. Kwa asilimia kubwa tuseme ni vibaraka. Ni vibaraka. Kwa hiyo wale ambao walikuwa kweli ni strong kwa ajili ya kupigana na Wajerumani na kupigania haki za wananchi wao, wale kwa asilimia kubwa waliuawa. Na wengine wakawa wamekimbia, wakasambaratishwa. Kwa hiyo tukaletewa watemi ambao Wajerumani wao waliwateua kwamba hawa ndio watemi wenu. Ndio. Sawa kabisa. Nadhani umeibua jambo zuri. Sasa kuna jambo moja ambalo tulisema historia kama inaandikwa manake kuwe na timeline. Timeline nikisema manake kuwe na mpaka. Kwamba tumeona kwamba kulikuwa na watemi kabla ya ujio wa Wajerumani. Watemi walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatumikia jamii. Walikuwa kihalali. Manake uchambuzi ufanyike kwamba mtemi yupi alikuwa upande wa jamii na mtemi yupi alikuwa upande wa Wajerumani. Yupi anapaswa kupewa heshima zaidi na yupi anapaswa kufundishwa kama mtu ambaye ni msaliti wa jamii na isiwe mfano mzuri kwa watoto. Yani kwenye historia isiwekwe tu kwamba kulikuwa na mtemi nani kulikuwa na mtemi vitu vijulikane. Ndio hivyo tulisema tafiti kwamba lazima zifanyike kwamba huyu mtemi alikuwa upande huu na huyu alikuwa upande huu. Ni kama marais tu. Uwezo kaenda labda
Kongo, ukaanza kumsifia labda Mobutu, alikuwa na watu wake sawa, lakini ukamwacha Patrice Lumumba. Kwa hiyo tutofautishe hata watemi pia. Nadhani watemi ndo marais wa sasa hivi. Ndo marais wa sasa hivi. Kwa hiyo watofautishe yupi alikuwa ni yupi katika historia. Nani alifanya nini? Wote wanaandikwa lakini kwa kujifunza kwa sifa zao kutegemeana na kile ambacho walipatia jamii. Ndio maana tunasema tuje kwa sababu tunataka na tunasema hata jana kwamba Profesa Ndalichako sijui kamati ya kuandika historia ataipata vipi, ya sababu kuna habari nyingi hapa kama hapa. Mimi siku zote nilikuwa nikisema kwamba huyu Liti Kinaka ndiye aliyekaa juu ya wakati sio. Sasa na wao wakiandika hivyo inakuwa sio. Kwa hiyo tunasema hata kwa sauti hii tunataka vyombo vya serikali tujitahidi. Maana tunasema tukisikia eti mwezi wa 7 itakuwa tayari inafundishwa. Utafiti utakuwa umetosha kweli. Baki hatutaki kuandika sana mambo ya juu. Tutaka hayo mambo ya chini huko kale. Na hata ukoo hapa tujue nyinyi ni wa ukoo gani? Ukoo gani mnaitwa? Ukoo wa Lundi. Lundi. Ya Lundi. Sasa tunataka hata hizo ukoo zijulikane kama kuna mfano huko Liti ametoka kwenye ukoo huu. Kwa hiyo lazima tuwajue hawa watu. Manake ifikie wakati kwamba mimi mtu wa Singida mwanangu akienda shuleni arudi na habari za Liti kwamba baba nimejifunza kuhusiana na Liti, kumbe alikuwa shujaa hivi, alikuwa anapigana na nyuki, kumbe mkoani kwetu Singida kuliwahi kutokea mambo tofauti na sasa hivi. Mtu anafikia mpaka umri wangu labda awe na ule moyo wa kufuatilia kwamba mtu anafika chuo kikuu kwanza ukimwambia anaona pumbavu tu, mambo ya kizamani ameshapita na wakati. Lakini ifikie wakati kwamba kila jamii mtu aliopo kwa Mkwawa mtoto arudi kwamba kumbe mimi nilikuwa na shujaa, kumbe shujaa na mimi naweza nikawa shujaa nikaja nikaitetea jamii yangu baadaye mbele ya maadui. Kila jamii na maadui. Na Waafrika tunajua kabisa tumeandamwa na maadui na kila jamii haikosi adui na rafiki. Liti alikuwa ukoo wa Lundi. Alikuwa mke wa mke wa Lundi. Yeye sio mtu kwa sababu si ni mke yeye amelipata hiyo. Lakini ameshaingia kwenye ukoo. Sawa. Ameshaingia kwenye ukoo. Sasa samani kidogo. Kipindi cha nyuma Mheshimiwa Mwakyembe alikuja. Alikuja nafikiri Singida. Ila sasa kwa bahati mbaya sana katika kuielezea historia ya Liti ambaye alipigana na Wajerumani na nyuki. Nafikiri hata hili nilijaribu kulifuatilia kidogo. Alipewa historia ambayo sio ya mtu sahihi. Yaani alipewa historia ya mtu ambaye alikuwa anapigana na nyuki ni mwingine tofauti na huyu sasa ambaye ni sahihi. Kama mlijaribu kufuatilia hata kwenye vyombo vya habari, alimzungumzia yule aliyezikwa Singida mjini maeneo ya Utemini. Tulikwenda mimi mwenyewe nilikuwa kwenye kikao hicho. Kati ya koo hizo mbili. Tulikuwa tumeketishwa na mkuu wa wilaya. Na mimi nilikuwepo. Hebu tusaidie. Mimi nilikuwepo. Na huyu mzee. Sasa yule ni wa ukoo gani? Yule Liti ni wa ukoo wa nani? Kina Senge. Lakini wanasema alikuwa ametokea maeneo ya Makiu. Pale alikuwa ameolewa kwa Senge. Kile kikao tulikuwa pale na Bwana Ndogo. Ndio alikuwa msemaji wao. Bibi yao na majina wanasema kuna Leti wa Utemini, manake Mtemisenge, na kuna Leti wa Matumbo ambaye ni Kidanka. Huyu ambaye tunamwongelea. Ndio wa Matumbo ndio. Na aliuliwa huku Matumbo na amezikwa huku Matumbo. Sasa mimi nikitizama hapa kunakuwa na siri gani katika hili jina? Inakuwaje wote hawa wanakuwa na jina lile? Kwamba na huyu ni Liti na yule ni Liti. Hiyo sio shida sana kwa sababu majina yanafanana. Yaani Kinyaturu sisi majina unaweza kukuta jina moja ina watu zaidi ya 100. Sawa. Anachosema huyu mzee anasema kwa nini hao wao wote wao mashujaa? Ya hilo mimi majina yanafanana tu. Tunaweza kaitwa Hamisi. Lakini inatokeaje Singida hii huyu mama huku naye kafanya maajabu na huku kafanya maajabu. Sisi hivi. Yaani kwa majibu mafupi ni kwamba maajabu yaliyofanywa na Liti yule anayezungumziwa na watu wa Senge. Watu wa eneo hili hapa. Kuuliza mzee kama huyu, kuuliza mzee mtu mwingine kama mimi, sina habari naye. Sawa. Sasa haiwezi kuleta maana sahihi kwamba ni kweli kulikuwa na utaratibu fulani aliyofanya huyo Liti. Yaani haina maana sana.
Basi tuliache, lakini inawezekana labda umaarufu wake ameupatia kwa sababu ya utemi. Manake Mtemi Senge alikuwa ni mtu umaarufu kwa jinsi kwa mimi nilivyofuatilia umaarufu wa huyu Lili ambaye ni wa Mtemi Senge. Yeye wakati wa kupigana pia na Wajerumani, manake unajua masuala ya kupigana alikuwa mazingira mengi tu mjini na wapi. Inasemekana yule mama yeye alikuwa ni mganga wa kienyeji. Sasa katika uganga wake wa kienyeji, umaarufu wake kutokana na uganga wa kienyeji kwamba alikuwa anawasaidia watu dawa. Na kwa sababu alikuwa ni mke wa Mtemi na ameolewa kwenye ukoo wa Mtemi, kwa aliweza ile jina liweza kufahamika kwa haraka kwa yale alikuwa anayafanya. Ila wale kweli washirikiana na Wajerumani. Wale hawakusumbua. Yaani wale hawakupigana. Yule alishirikiana na Wajerumani hata katika mambo mengi, kwa sababu hata ukizungumzia Mtemi Senge ni mtu ambaye alisimikwa na Wajerumani, sio na jamii. Na alimsaliti kaka yake ambaye tayari yeye ndo alikuwa mtemi wa jamii. Yaani alimsaliti kaka yake. Baada ya kumsaliti kaka yake akasimikwa sasa yeye kuwa mtemi wa jamii. Sikumbuki vizuri lakini historia iko hivyo. Sawa. Tunafurahi sana. Jina lake linaitwa Mlali. Yeye anaitwa Mlali yule. Lakini sasa huyo Mlali sidhani kama ndio kaka. Nafikiri ndio ni ndugu yake. Ni ndugu yake yule kaka. Ya sasa tunatamani kweli kweli tufike kwenye kaburi ya Kiwiliwili. Mungu abariki kheri. Utaiona. Iko. Tunataka yani muonyesheni tu baba. Tuende tuone, tuhiji. Maana ile ndio hija. Safi kabisa. Ile ndio hija. Waangalie zizi la nyuki. Waangalie zizi la nyuki kwa ndio tokea wapi. Utaonyesha. Ya mpendwa mwana na binti wa Mama Afrika. Najua umeamka sasa kama unasikiliza video hii. Hapa mwalimu wako msimulizi Prince Gatega wa pili anasema hivi, nilikosimama hapa ni kijiji cha Mikuyu. Hapa ni wilaya ya Singida vijijini, mkoa wa Singida. Nyumbani kwa shujaa mkubwa Liti Kindanga. Alikuwa anaishi na mumewe Nyalandu. Na waliuliwa hapa kikatili sana kwa kupigwa risasi. Huyu mama shujaa kama ulivyosikia mwanzo kwamba alisema mimi hapa, alitoka nje ni uweni. Na mume wake alimpenda sana, alikuwa anamwambia na mimi najua wanakuja, wewe kimbia na watoto. Akasema hapana, twafa wote. Ndio kufa na kuzikana. This is very interesting. Karibu sana kuendelea kutufuatilia. Hii ndio nini yetu, ndio utaalamu wetu, ndio asili yetu. Kwa hivyo kushoto kwangu Liti Kindanga, kulia ni kwa mumewe. Ningeelezea labda kwa kifupi kwamba ili hata watazamaji waone kwamba wasikie kutoka kwako. Wasikie kutoka kwako kwamba ukilitambulisha sasa hili ndo kaburi lenyewe la huyo Kindanga ambaye alikuwa anapigana na Wajerumani na nyuki. Sawa. Kwa hiyo hata mtazamaji aone kwamba sasa hili ndio kaburi halisi. Na baada ya hapo pia utatupeleka kwenye kaburi ambalo lilikuwa la mume wake pia. Sawa, karibu. Sawa. Hapa ndiko tulikomzika bibi yetu Liti Kindanga. Ndio. Na Liti Kindanga anazungumzwa katika habari za kupigana na nyuki na wazungu wa Jerumani, ndio tumezika kiwiliwili chake hapa. Baada ya kuuawa kichwa chake kilichukuliwa na Wajerumani na wale binti wawili wa kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo. Kwa hiyo hapa ndiko ziko halali bibi yetu Liti. Sawa. Kwa mume wake? Kwa mume wake ni hapa. Tupeleke na hapo. Twende. Kabla hatujaondoka. Ndio. Nasema hivi. Ndoa ya watu hawa si tunawanena wao. Tumeshafika mahali hapa ni mahali patakatifu, heshima ya watu. Kuna miujiza yake. Tunasema mama, serikali imekutambua mpaka inakutembelea. Wewe bibi Liti Kindanga. Imekutambua, hawaja kusahau. Mpaka leo wageni huu ni ugeni wako. Tumeunganishwa na sisi familia ya wipa wa watu wa Lundi
Kwa hiyo hawajaja kwa ubaya, tumekuja kwa heshima yako, kuiandaa heshima yako, wamekukumbuka na wapate baraka. Kijiji hiki kinaemeke, Liti Kidanga ndio wewe, na lolote litakapofanya hapa litaandikwa Liti Kidanga. Kwa hiyo tumekuja kwa nia nzuri, mama bibi yetu, kwa hiyo tunaenda kwa mzee. Na asante sana. Unajua hata zile kopa za kuvaa mkononi wanaelekeza kwamba mti wa kusafishia, zile siku hizi wanatengeneza tu Masai wanauza mtaani, mti wa kusafishia hii kopa hii ndo mti wa kusafishia, ndo inatakiwa ikitengenezwa sasa inatumbukizwa hapa kwa sababu inasafishwa. Basi tutasafisha nafikiri. Sasa ndo utaalamu wenyewe. Huyu alikuwa anaita kanchuki wa Hindi wa zamani huko. Mimi niko bado tubebe bwana. Sasa wewe tunaachaje? Uwezo kaubeba sasa, uwezo kukutosheleza kwa mahitaji ya nani. Na ule alosema ule jamaa ndo grupu lake, hii ndo kiboko yao hii. Ule ulosema nini? Ule. Amsha. Amsha. Imeandikwa marehemu Nyalandu Mtinangi. Hija imekamilika. Unaweza kuelezea pia kwa kifupi na hili? Na hili hapa pia ni kaburi la mume wake Liti. Mume wake Liti alikuwa anaitwa mzee Nyalandu Mtinangi. Walifariki siku hii. Maana yake ni kwamba waliuliwa na mzungu Mjerumani saa hiyo moja. Saa hiyo moja. Lakini huyu amezikwa na kichwa chake pamoja, kichwa kilichochukuliwa na cha. Wanajua mwenye nguvu ni yule. Huyu hajakatwa kichwa. Tawauliza mmefanya nacho nini? Alafu na kuna sehemu fulani pale kila anapoona kwamba kuna matatizo fulani yanaweza kutufikia muda fulani, kuta hapa nyumbani hawapo. Kwa hiyo wamebana mahali. Kwa hiyo hawako pale. Hilo si tuyasema naye basi naye. Ole mwenye babu sanamu yandu haja kwenye kwa nyuma jamu na mko haja kwinaja haja kwinaja kwa vile kwa ja haja kutambua kidogo serikali ya kutambua amotambua kwa heshima yake hiyo. Kwa hiyo nimotambue. Kwa hiyo kijiji kinige nemeke kwa heshima atunawe hange baraka serikali none fanikiwe mantwawe gete gofenja anisho marwene hile korona nole hona ne hile kwa ajili yotembelea safari yenyewe aliyo hijandu. Amen. Corona umesema nini hapo? Corona. Ishe. Sasa tuseme corona ishe. Kwa nguvu za Liti. Semeni bwana, kwa nguvu za Liti na Nyalandu. Yes. JPM anatuongoza vizuri. Na turuhusu tufanye mambo haya. Ile uwa gani? Jimbo. Sisi tunaenda hii sio nani? Fika ungano tusoga hunga. Wanaita dandli. Ni mchunga wanaita mchunga. Na yenyewe ni dawa nzuri na ni mboga. Kwa hiyo mambo mengi sana. Mungu alikuwa Kwa tumeingiamo katika nyumba kabisa. Naam. Sisi hapa tuna kila hazina bana. Huu hapa ni mnafu. Unajiotea tu mashambani, huu ni mnafu na huu ni mchunga. Fuatilia. Na hapa sasa tunasogea kwenye andaki.
walikuwa akiona kuna adui wanakuja, wanasepa ndani ya handaki. Hii ndio nini yetu, ndio utaalamu wetu, ndio asili yetu. Kwa hivyo wake na binti. Mtoto wake ndio Kidangu. Ni mjukuu eh? Nake ni zamani kidogo mtu anaweza akasema da. Sio kitukuu, kilembwe hivi. Bana huyu anasema mwaka tumeusema aliyouliwa. 1910 ya inaleta mantiki kwa sababu na 18 vita ya kwanza ya dunia sina 18 mwaka 1914 hivi. Na nakumbuka sana sana 18 ndio uhakika. Hapa ndio palikuwa na shimo refu kama handaki. Shimo refu. Alafu udongo wake haukuwepo hapa. Yaani hapa eneo liko hapa. Liko hapa. Sasa udongo wake sijui alikuwa na wakati ya ng'ombe 20 au 30 zitaingia ndani. Kule na huko kama kuna mvua kama. Kwa hiyo bado lipo. Bado lipo. Siku tukija tukasafishia hivi lipo. Na viungu viko mle. Ni viungu. Yaani ulikuwa ukija kuna nini? Kama kuna akija adui, kama kuna mvua au wakati hivi kama kuna pengine kuna mvua au kama pengine kuna jua kali sana, unaweza kuja watoto tabia watoto kama tunachunga si ndio iko hivyo, unaingia ndani. Kwa hiyo hapa ina maana ndani kwa kuna chini kuna nafasi tu kubwa ambayo kama mvua inanyesha unaingiza mifugo na wewe unaingia mnakaa mpaka mvua inaisha. Unasimama hivi. Yaani unasema kama unasimama kabisa. Kama kawaida. Na takia jengewe hii. Okay. Kabisa. Kondo alikuwa akiona hatari yoyote walikuwa wanaingia hapa pale kwake. Anakuja kuingia ndani. Na udongo hapa wakati wanachimba udongo. Sasa udongo ndio tukuona kabisa. Hiyo maana yake wanaita ni tactics za sasa. Kopo umechimba. Inaweza ukiweka udongo kwa mtu hawezi kuona kama kuna udongo umechimba. Leo usije kaaminisha watu kwamba zamani hawakuwa na kile. Najua ukiweka udongo mtu atajua pale kuna. Kwa hiyo udongo anautoa kuweka mbali. Nadhani hizo ni tactics tu za kivita na kwa usalama. Wewe uwezo ukachimba tu ukaweka kifusi hapa ili shimo ulikuta. Mimi nimewahi kuingia hapa. Kwa hiyo nilikuja na mbuzi. Na mbuzi natoka kuchunga. Naingia na mbuzi na watoto wa ng'ombe nikaingia hapa hivi. Juu walikuwa hakuna kitu walichofunika. Hakuna yari ni tupu. Shimo tu. Kama na shimo la muhanga. Wale wanyama wanoje. Wakiingia ndani utakwenda kuingia. Okay. Unaingia unasimama tu vizuri. Safi sana. Hiyo ndio asili. Watu walikuwa na teknolojia. Sasa hebu chambua hapa tuone hata kinjia kidogo. Kwa sababu ya kuvuta majembe na kwa majembe haya hata hili ni juzi tu eti. Sasa miaka hiyo watu walikuwa wanaweza kuchukua na teknolojia kubwa kama hii hapa, anachimba lakini sasa udongo wake ndio ajabu, hatukuwahi kuona kabisa alipo. Tumeshasema umefichwa, lazima usambaza kubali, usambaza hata shambani, unapeleka shambani au juu ya tembe kama fundisho vizuri usingeweza kuliona, kwa sababu hata mlango wake huku haukuwa mpana. Sasa utakwenda kukua pazuri kule ndani, utakwenda kupanukia kule ndani. Kwa mlango anakuwa kadogo. Kadogo fika ndani. Huko ndio unapata. Ukishaingia hivi, unaingia kwa tamu mwangu anakuja miguu unaingia ndani basi. Unaanza kwa anakupa vitu unaingia ndani. Kama kawaida unaingia basi. Kwa kama mvua inanyesha itanyesha. Yaani huna shida yoyote. Kisha unatoka na mifugo yako unaenda nyumbani. Unatoka ukiwa salama tu. Safi sana. Kwa ushuhuda kwamba amewahi kulitumia, wamewahi kulitumia. Hata mimi nimeshaingia. Licha ya umri wangu mzee mkubwa huyu. Hata mimi. Okay. Safi sana. Na tumesema waliuliwa 1910. Sawa sawa. Yeah. Sasa historia kama hizi hatufundishwi pia darasani, lakini kwa sababu mitaala si ya kizungu. Sasa lakini JPM ndio amesema kwamba ziandikwe na wakati unaweza kumwambia na sasa la nini hilo litanisaidia mimi nini, hajui kwamba historia ndio inatengeneza jamii. Kujua ukuu kabisa, ile ndio dira ya kuonyesha mashujaa mliwahi kufanya nini. Bila kujua historia yako umeshapigwa tayari. Wakati kwenye historia unafundishwa eti nani Karl Peter alipita kupita tu mtu amepita tu sema, lakini mtu amefanya vitu kama miko ya kupikia ugali ilikuwa iko ndani hapa, viungo vinini. Kwa sababu anaweza angeishi siku 3 mpaka ndio waondoke. Kwa hiyo tuseme kwa kifupi baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavitumia mpaka sasa hivi viko hapa ndani. Kwa hiyo tutaenda kuviona tukishakuwa serikali imesikia kilio chetu hiki
na wadau wa Singida kisikia haya mambo. Tukiwa watoto tulikuwa tunacheza tu, hatuna habari ya kuchukua chungu wala mwiko. Maana yake ni kwamba wakati shimo hili linakwenda kuzama hivi kwa udongo huu, limeshazamishwa huko vyote. Tutatoa na ndo tunasema, wanasema hatakuwa na kitu cha kujivunia, lakini leo wanakuja wanachimba, wanachukua wanaenda kuweka kwenye makumbusho Ulaya. Wanapiga hela. Sikia kitu ambacho kimechimbwa Ulaya kimewekwa kwenye makumbusho. Wanachukua tu huku kwa Afrika ambapo mmeambiwa kwamba nyie mlikuwa duni, hamna kitu. Misri yote pale kuna watu wanatumia maisha yao pale kufanya tafiti. Wanachukua zile hazina ambao vipo vitu ambao vinawashangaza, wanapeleka kule kwenda kufanya maonesho kwamba wanashangaa. Lakini bado hapo mnaaminishwa kwamba hamkuwa na kitu. Hata sisi sasa hivi Afrika wanatuaminisha kwamba unaweza ukapanda ndege hapa kwenda kuona makumbusho yao, lakini makumbusho ya vitu ambavyo vinatoka Afrika. Vimetoka Afrika. Kitu kile Dule ni kuondoe wasiwasi. Ndio. Nilikuwa Dodoma miezi 5 iliyopita hivi. Nilikutana na meya wa Dodoma ambaye tena mara hii amekuwa meya tena. Profesa huyu. Tuliongea haya mambo ya makumbusho. Alikubali kabisa kwamba na eneo lipo. Walishazungumza, alinipa mpaka namba ya Dr. Temo ambaye ni mkurugenzi wa utamaduni. Tumesha ongea haya mambo na yanakubalika. Kwa hiyo inabidi sasa Tanzania, Teta za Dodoma ndio makao makuu. Mambo yote haya kwa ruksa yao, tunawaomba ruksa. Tunapeleka huko. Sababu tulikuwa na kijiji cha makumbusho. Kizonyama, kama kitu kidogo sana. Of course sawa walifanya kwa wakati wake. Kisasa tumeingia sababu nilikuwa na sera ya utamaduni 1967 iliandika mambo. Kisasa tena ndani jambo niliseme nikutana na hawa watemia. Wakaniambia nafikiri 1918 nilikuwa na kikao kikubwa cha mabadiliko ya sera ya utamaduni. Yaani kubadilisha ile au ndio maboresho tuseme ya 67. Na machifu walikwenda Fundikira ambaye ndio makamu mwenyekiti aliwepo, watu wa Basata, Mheshimiwa Makeme alikuwa waziri, wakaiongelea, lakini wakasema wanampa mtu mmoja jina talikumbuka aende kuyafanyia sijui maneno Kiswahili sagera nishinda mjumuisho kitu kama hicho. Leo miaka mingapi? 3 imepita haijafanyika. Kwa hiyo haya mambo ni muhimu. Profesa Kedman Mapana alipewa kazi hiyo. Kwa hiyo waliona kwamba kunatakiwa kuwe na maboresho ya marekebisho ya sera ya utamaduni. Kwa hiyo tunataka hiyo mambo yawe makusudi. Haya mambo yaonekane muhimu, tupate hiyo eneo, vijiji vyote, machifu wote wawe na representation kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tutakuwa sawa, ndio inayoelekeza kwamba kanuni ziweje natungwa na inaleta na sheria. Nadhani sasa kuna umuhimu hata mambo ya kitamaduni. Kama ni afisa tamaduni wa wilaya ya Singida vijijini, awe ni wa hapa. Kwa sababu ukituletea muhaya kutoka huko Bukobo kimweleza vitu anaweza akaviona ni vya kijinga. Akavidharau. Ukamleta labda muha kutoka Kigoma kamweleza vitu vya hapa Singida akaona ni vya kijinga. Unamweleza kitu ambacho hakielewi yeye. Nadhani pia kuna umuhimu ikiwezekana tuanzie kwa maafisa utamaduni wawe ni wa eneo husika ambao wanaijua ile jamii, wanaheshimu zile mila. Hata ukimwambia kwamba bwana hapa tunakula hivi, mlenda tunakula hivi, ugali tunafanya 1 2 3, anajua kinachoendelea. Ukimwambia tunataka namna ya kutambika kufanya matambiko, na yeye anajua kwamba kuna umuhimu kwamba na mimi naenda kushiriki kwa sababu hii ni dua nyumbani kwetu. Ni nyumbani, ni dua ya nyumbani na mimi naenda. Wazo zuri sana Mumbe. Lakini pia samani, mimi niulize swali moja. Maana hapa ndo makazi ambapo walikuwa wanaishi. Na baada ya kumua akachukua kichwa. Na wakaondoka na wale mabinti. Labda mwe kufuatilia hata siku moja kwamba hao mabinti wako wapi mpaka leo hii, labda kuna juhudi zote ambazo zilifanyika? Hakuna. Hatukufuatilia. Kwa hiyo toka walipoondoka na Wajerumani, wale mabinti wawili haijulikani wala historia haijulikani kama wapo hai au walishafariki, hakuna. Lakini pia watakuwa waliwabeba kupeleka Ujerumani. Wanajua nguvu ile ya mama yao. Hizo ndio wanatumia kutupiga hizo. Na kweli Wajerumani walikuwa, unajua sisi bwana tumetekwa kitu kidogo, kwa sababu leo hii ukienda sehemu ambapo Wajerumani walikuwa au wakoloni tuseme kwa ujumla, walikuwa wanafanya mambo yao. Kulikuwa na vitu wanaweka, na mpaka leo japo sio rasmi sana watu wanasema kulikuwa na vitu matambiko wanafanyaje. Kuna ile ya kusema kwamba wanapeleka vitu wanafukia, wanawaua wale waliowapeleka. Hiyo of course ilikuwa ni sehemu ya kuficha siri. Wakishaenda na watu wanaficha siri, lakini walikuwa na vitu vyao. Na ndio maana unakuta kwanza maelekezo
kuna kitabu kimoja nimekisahau kidogo, walikuwa wanaelekezana namna ya kuficha vitu. Hata vita kuu ya pili ya dunia walivyomzidi Hitler, mpaka leo kuna watu wanaitafuta dhahabu ameficha wapi hawajaipata. Wanasema dhahabu iliyopotea ya wakati wa vita kuu ya pili Ujerumani na Ulaya tuseme kwa jumla. Kwa hiyo walikuwa na namna zao na walikuwa wanafuata vivuli. Walikuwa wanafuata vivuli labda vya nyota na kadhalika. Walikuwa na elimu yao ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa. Ambapo zile ramani walikuwa wanazichora wanapeana kizazi hadi kizazi. Mpaka leo wanakuja. Mpaka leo ndio inavyofanya. Hata majuzi kuna watu tumewaona. Wanaficha wameweka mali nyingi sana. Lakini pia kwa upande mwingine vitu kama hivi Wajerumani walikuwa wako vizuri, au wakoloni wenzetu walikuwa wako vizuri katika documentation, kuandika. Historia halisi nadhani ipo kwenye vitabu vyao na kila kitu unaweza kupata mengi sana. Kwa hiyo ni utafiti pia, ndo hayo tunaosema historia yetu imeandikwa na wao. Japo tumeipoteza, ila kuna kitu tunaweza tukakipata. Kwa mfano ile la Leti wa au Leti wa huku Singida kaskazini, wa Singida vijijini na wa Singida mjini. Ili kwenye vitabu imeandikwa vizuri sana. Kuna vitabu ameandika vizuri na inaonyesha kwamba ni huyu wa vijijini ndo Wajerumani wanamweleza kwamba walipigana nao. Lakini yule wa mjini naye alikuwa na nguvu, kwa sababu kama tulivyoongea mwanzo. Nakumbuka nilipokuja na Dole tulikwenda ukanipa mtu hapo Mzee Mdachi. Tukafika pale. Ni halmashauri ni nini pale? Pale Bohari wanaita. Pale ni Bohari ya mkoa. Nimeshuhudia pale alikozikwa, kwa sababu walizarau tu, hapana heshima yoyote. Walijenga ghala. Sikumbuki mwaka. Wakaezeka vizuri wakamaliza. Palika hali nani mpaka leo. Mara ya pili wakafanya tena. Ya tatu wakaeka vyuma. Mpaka leo tukipata nafasi leo kuwahi pale tutakuonyesha mtazamaji. Jengo halina paa. Paa inang'oka, inapaishwa kwa nguvu ya huyo mwanamama Liti. Alafu sasa tupuuzie tuseme ushirikina. Hauwezi kuliezeka. Hiyo power ni kubwa. Hauwezi kuliezeka. Sasa haya mambo tunasema afisa utamaduni. Tukiendelea inakuwa kwa waziri wa utamaduni mpya huyu. Haya mambo sasa sikike tu. Twende tu-comment wapo, mbona hawa tumewakuta wamesema. Na huku kule tutampata. Na watu wezekana bado wana nguvu. Sio tunasafiri kwenda India kutibiwa. Wewe mtu kama anangoa paa rafiki yako, utashinda kuondoka ugonjwa kwenye. Kwamba unaacha mti kama ule ni maarufu sana India. Wewe umesema kwa sababu wa China na Wahindi wanatumia mbinu moja. Wameshajua dunia sasa hivi iko kwenye usasa. Labda nchi za Afrika, nchi zote ziko kwenye umagharibi. Kila kitu wanachotuletea wanatuletea kwa sura ya umagharibi. Kwa hiyo wanakuja Singida, sasa hivi Singida punda wameisha wananunuliwa na Wachina. Ukiulizia wanavyosema kwamba wanaenda kufanya hivi, lakini vitabu vyao wameandika ugonjwa fulani unatibiwa na jino la mbwa aliyeugua kichaa. Lina thamani yake. Ugonjwa fulani unatibiwa na ngozi ya punda. Ugonjwa fulani unatibiwa hivi. Kwa hiyo wao wanakuja kutafuta vile vitu. Wanatafuta huku, wanaenda kutengeneza ila nyewe mtavifuata. Unatumia milioni 50 unafuata kitu ambacho umekiacha. Umeuacha huo mti hapo nilokuwa nauonesha kwenye kaburi la Leti. Umetumia milioni 50, familia ukoo umechangisha au umechangiwa na taifa, unaufuata India. Hapa ukatili wa kifikra tunaosema mental terrorism na spiritual enslavement. Lakini kwa JPM bwana tembo lao mambo yameisha. Sawa. Labda niulize swali dogo. Nani mlango wake ulikuwa unaelekea? Yaani kuelekea mashariki. Wakati unakuja kama kuja. Yaani hapa palikuwa ni miti tu eti. Hapa yani ilikuwa ni pori. Okay, pia sio kwamba ni plain. Hapa kwa hivi. Sasa unapokuja unatazama kama unatazamia hapa hivi. Sasa mlango wako kwa sababu sio mkubwa, unakuja kwanza lazima ujitayarishe. Unajipinda kwanza ili uweze kuingia ndani. Sasa jinsi unavyozidi kuingia ndani kule ndio patapanuka. Kabisa. Yaani shida ilikuwa ni katika kuingia. Ndio yani kwa kweli tumefanya hija ya kutosha, historia nzuri. Mungu ataendelea kutubariki. Tupo karibu. Yes. Sababu tunaondoka hapa. Niomba mimi nimewakilishwa na shehe wangu. Na nyinyi ugeni mzito. Ni ugeni mzito. Ndugu Kimu. Ugeni mzito. Na kama ni heri na watu wanasema kwamba nyota njema huonekana alfajiri. Iko hatujui imeonekana alfajiri. Kwa hiyo sisi tunaishi kama bibi yetu sisi. Hakuna mtu ambaye aseme kwamba sio bibi yetu na babu yetu. Mpaka sisi ndio kwa hivyo tunaundwa. Kwa hiyo
tunajisikia raha kwa ambaye mmetufikia ugeni huu kutoka serikalini. Mwenyezi Mungu ajalie heri. Amen, amen. Katika safari hii Mungu awaimarishe ili muzidi kutukumbuka, muweze kutushughulikia kila jambo ambaye maana hii ni siri la sirani. Hii ni siri kubwa. Lakini pia marekebisho ya mzee kabla hajamaliza. Ugeni sio rasmi kutoka serikalini. Naam. Hawa sisi ni watu binafsi tu ambao tunahusika kwenye harakati za kuanza kuamsha. Manake bila kuficha pia hata serikali yenyewe pia tunaiamsha. Imeshaanza kuamshwa na rais, sasa na sisi kwa sababu harakati tumeanza muda mrefu. Kwa hiyo sisi ni watu wa kujitolea tu, sio ugeni rasmi kutoka serikali. Nilikuwa nataka nirekebishe. Pia kuongeza hapo inakubaliana na alivyosema Mumbe, lakini nataka kusudi usionekane umekosea sana. Mashirika yetu tunayofanyia shughuli haya ya binafsi yameandikishwa serikali. Kwa ina maana tumepewa vibali na serikali. Kabla hatujaandikisha tukasema mnataka kufanya nini? Tukasema tunataka kurudisha hadhi kwanza ya watemi, tuwajue hawa nini mashujaa wetu, tujue dawa zetu, tiba zetu, nguvu zote hizo za asili. Wakasema nendeni. Kwa hivyo kwa namna moja bado umepatia. Kwa mimi nashukuru. Mimi nashukuru kwa ugeni huu mzuri. Mwenyezi Mungu ajalie. Amin. Katika utafiti huu Mungu awaimarishe zaidi. Amin. Na heshima yetu iweze kuonekana hivi tulivyoonekana. Mungu aondoe balaa katika kijiji hichi ili tuwe na muungano mzuri. Na katika mkoa mzima na katika taifa.